Mungu yeye ndiye alimtuma Musa na Yesu katuma wanafunzi wake, maana yake Yesu naye anakuwa Mungu. Lakini hiyo haiko katika hoja yako wala katika maongezi uliyozungumza, na mimi sitaki niende huko. Alright. Safi sana. Sisi kama Waislamu huwa tunaamini kwamba Bwana Yesu katumwa na Mungu bila wasiwasi juu ya hilo. Lakini alipotumwa kuna mahali tu specially aliweza kutumwa. Sijui kama unalo dukuduku juu ya hii hoja iliyokuwa juu ya meza, au ndio ushaelewa tuchukue hoja ingine, kwa sababu jana ulitoa aya ingine hapa jana, lakini hamukuweza kumaliza kwa vizuri. Sasa mimi nimekupa option mbili. Kama bado kuna dukuduku ya Yesu kutumwa, basi tuimalize saa hii, au kama kuna dukuduku na aya ulitoa jana, tumalizane ile aya jana. Mimi napenda maneno ya Mungu. Na juu hiyo story ndio wewe ungependa tu discuss kuhusu gani? Sasa kwa sababu kuna watu hapa kwenye masikio yao bado wako na ugonjwa katika maongezi ya leo. Na naona hata ule mzee wangu yule vile vile alipozungumza, naona akapiga makofi akasema mwalimu kashindwa kuelewa. Hasa pale mwalimu alipopakosea kosa kuelewa, mimi naomba nimalizie. Kwa hivyo unalo tatizo kuwa Yesu katumwa mahali fulani specially? Mimi kulingana na Biblia, Biblia inasema hivi. Ndio. Kwanza Yesu ametumwa kwa watu wake wa kinyama, in flesh, wa kibinadamu. Sawa? Ndio. Ambao ni Waisraeli. Sawa? Pili, Yesu ametumwa dunia mzima. Asante. Maana Waswahili walisema sawa, sijui nini uvuta ukienda kwake. Sawa, kila mwamba ngoma uvutia kwake. Sasa tayari ushakiri kwamba Yesu katumwa kwa wana wa Israeli. Hapo shambali kwanza. Asante sana. Alafu kwa dunia asubiri kidogo. Sasa dunia mzima itafika baadaye. Sawa? Hii dunia mzima tutafika baadaye. Lakini Evans, nimekuomba tutumie hekima katika kuzungumza, kisha tupeanane nafasi ya maongezi, tusio washindani wa kutaka kushinda. Lengo na sababu hii hatuna certificate hapa. Kweli. Asante sana. Today you are right. Ni siku zote na kwa sawa. Sasa kama kweli Yesu katumwa Israeli, nilikuwa naomba sasa kama wewe unisaidie na hili andiko kwanza. Andiko gani? Andiko ya Yesu katumwa katika wana wa Israeli. Ndio niliomba. Naomba usome. Nimesoma, naomba usome Warumi 1:16. Warumi 1:16 imesoma pale mwanzoni. Sitaki nirudi mahali penye tumetoka. Sasa umesema unataka. Mimi nimesema hivi. Kwa sababu tayari ushakubali. Ushakiri. Na tuende na evidence. Sasa nitolee andiko wapi Yesu katumwa Israeli tu peke yake, ndio nilikuwa nataka, alafu tamu. Sasa si ndio nakwambia mwalimu. Haya, msomee Warumi 1:8. Mwalimu, tufanye bidii kwa sababu muda wenyewe watu wengine tumefunga bana. Inasema nini? Kwa maana sionee haya Injili. Ndio. Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminaye. Kwa Mayahudi kwanza. Mwalimu, kulingana na hiyo andiko, inasema Injili iko na uwezo wa kuokoa. Kwanza, ni kweli? Wapi? Iko na uwezo wa kuokoa. Imesema kwa watu gani? Imesema kwa Wayahudi. Kwanza. Sasa Injili kwanza imeanzia wapi? Kwa Wayahudi. Hiyo hatubishani. Sawa. Tushamaliza. Kwa Wayahudi sawa. Haya, tuendelee. Haya, sawa. Sasa baada ya Injili kutumwa kwa Wayahudi, sasa hebu nitolee andiko ilivuka kutoka kwa Wayahudi ikafika Kenya. Haya, naomba usome
Naomba usome kwanza Mathayo 28:17-19. Soma. 18, Nimepewa mamlaka yote. Yesu akaja kwa akasema nao, nimepewa mamlaka yote mbinguni na hapa duniani. Nendeni mkawafanye mataifa mkiwabatiza wanafunzi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nishasoma. Sawa. Kwa hivyo haya kulingana na hiyo andiko Yesu anaambia wanafunzi wake wafanye nini? Tuende umeisema. Yesu amesema nimepewa mamlaka yote. Nendeni mkawafanye. Amesema duniani na mbinguni. Evans, ndio maana nikasema tukizungumza bila nini tutapotezana muda. Wakati tusipoteze muda hata kidogo. Hata nukta moja. Mimi sitaki nipoteze. Na usitake sauti yangu ipande juu. Mpe some sasa. Yesu akaja kwa akasema nao. Mpe. Yesu anasema nao. Sawa, pole mwalimu. Yesu yeye ndiye alikuja kwao. Akasema nao. Sawa. Mimi nimekuja Isili. Nikasema na watu walio Isili. Sawa. Inaendelea kusema nini? Safi. Akawaambia, ndio, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Safi. Basi ndio, enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Ndio, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana ndio na Roho Mtakatifu. Safi. Mwalimu, mwanafunzi, hiyo andiko inasema naam, Yesu anaambia wanafunzi wake waende kwa mataifa yote wawafanye kuwa wanafunzi. Asante. Sawa. Sawa. Sasa kati ya Yesu na wewe Evans na Biblia na mimi maneno yangu tukisema tufate maneno yako wewe Evans au tufate maneno ya Biblia au tufate maneno ya Yesu? Mwalimu, maneno, pata maneno ya Biblia yote. Asante. Asante sana. Kumbe maneno yaliyo ndani ya Biblia inafaa tuyafuate yote. Sawa? Yote. Mpe kwa jumla. Mpe. Mimi nimekuambia ubishi staki. 10:23 Mathayo, nisome Mbilimatu. 10. Mimi nimekuambia leo kelele sina, kwa sababu wallahi ile debate nimeifanya, nifuatilieni kwenye YouTube bana. Soma mwalimu. 10:23. Safi. Inasema safi. Lakini watakapofukuza katika mji huu. Mpe maiki. Huyo nani anasema? Yesu, lazima ikuwe Yesu. Evans. Sasa kama kutoka mwanzo tulikuwa tunakubaliana vizuri, shida iko wapi? Nani huyo anasema? Yesu. Anaambia watu gani? Acha iendelee. Anaambia wakina nani? Mwalimu anaongea, so lazima tujue anaambia watu gani. Tuendelee. Lakini watakapofukuza katika mji huu, ndio kimbilieni mwingine. Ndio. Kwa maana ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Yes. Yesu anaagizia wanafunzi wake. Sawa? Anawaambia nini? Anawaambia mkifukuzwa kwa mji mwende kwa inengi. Ndio. Kwa maana hamtamaliza Israeli mzima kabla mwana hajakuja. Mpaka ajapo mwana wa nani? Si Adam ama si? Sawa. Safi sana. Sasa kumbe Yesu aliambia wanafunzi wake. Sawa? Yes. Akawaagiza akawaambia, watakapomfukuza katika mji huu, kimbilieni mji mwingine. Sawa? Yes. Kwa maana nawaambia, hamtamaliza miji ya Israeli yote hata ajapo mwana wa nani? Wa Adamu. Ngoja sasa. Hayo maneno Yesu ni kweli si kweli? Kweli, very true. Hivi Yesu kasharudi? Bado. Yes. So kama hajarudi, ina maana injili bado iko wapi? Mwalimu, ina maana bado wanafunzi
hawajamaliza miji ya Israeli. Correct. So ngoja. Subiri. Yes. Yesu anawaambia kwa maana ni kweli nafanyeje? Kwa maana ni kweli nafanyeje? Nawaambieni hamtamaliza miji ya Israeli hata japo mwana wa nani? Adamu. Nikakuuliza, yes. Yesu kasharudi au bado? Bado. Kama hajarudi, injili bado iko wapi? Hapana mwalimu. Umesikia kitu inasema? Hebu rudia inasema. Mpe rudie basi. Mpe piga mchuzi. Piga mchuzi mwalimu. Inasema nini? Ujio huo wa mwana wa Adamu. Sasa sikiliza, hii andiko naenda kumaliza na ile 28:19 lenye umetoa. Huu ujio wa mwana wa Adamu hauhusiki na dunia mzima. Mpe. Huu ujio wa mwana wa nani? Wa Adamu. Huyo mwana wa Adamu ni nani? Yesu. Inasema hauhusiki nini? Na dunia nzima. Leo umetuambia Yesu katuma wanafunzi dunia wapi? Kwa dunia mzima. Sasa kati ya wewe na Biblia tufuate nani? Mwalimu, tumekubaliana tunafuata Biblia yote. Kweli? Mimi sina shida. Sawa. Sina shida. Sasa tulia. Hebu subiri kwanza. Wote tufuate Biblia. Tunafuata Biblia. Sasa tusome. Subiri kidogo tuifuate. Tufuate Biblia. Yes. Kenya. Ni inji si inji? Kenya ni inji. Subiri. Venye Kasongo jo. Subiri. Istizai tuifanye baadaye. Evan sasa hivi niko kwenye klasi nafundisha. Paul ni Kenya ni inji, sawa? Yes, ni inji. Asante. Kenya ni country, sawa? Yes. Bali Kenya pamoja na kuwa ni country iko na county, sawa? Correct. Yesu anawaambia watakapomfukuza katika mji huu, kimbilieni mji mwingine. Kwa maana ni kweli nawaambia, hamtamaliza dunia mzima au miji ya Israeli hata japo mwana wa nani? Hamtamaliza miji ya Israeli. Hamtamaliza miji ya Israeli. Yes. Subiri hapo. Hebu tuende pole. Mimi kelele niliwachana na kelele kitambo. Sasa hivi niko na time ya kuweza kufundisha kwa mtu aliye tayari kufanyaje? Kutaka kufundishika. Tukasema Kenya ni taifa. Ila Kiambu iko katika taifa la Kenya, sawa? Yes. Mombasa iko katika taifa la Kenya manzesi. Nakuru iko kwenye taifa la gani? Kenya yetu hii bado. Na Western Kakamega iko katika taifa la hii Kenya hii. Asante. Yesu amwambia ni kweli nawaambia, hamtamaliza miji ya Israeli hata japo mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Wakikufukuza kwenye kaunti ya Kiambu, kimbilia kwenye kaunti ya Mombasa. Enda huko. Wakikufukuza Mombasa, kimbilia kaunti ya Kisumu. Kwa maana ni kweli nawaambia, hamtamaliza miji ya Israeli hata japo mwana wa nani? Swali narudisha kwako sasa. Hao wanafunzi waliruka mafundisho ya Yesu au walifuata? Walifuata yote. Kama walifuata, nipa andiko moja. Wanafunzi wa Yesu walikataa kufuata maamrisho ya Yesu, wakaruka wakafika Kenya. Sasa naomba unipe andiko moja. Wanafunzi walimaliza miji yote ya Israeli. Kumbe mimi ninalo andiko linalosema kwamba maneno ya Yesu. Nakujibu. Mimi nakujibu. Hebu ngoja kwanza. Evan, hebu niangalie vizuri. Skype. Niangalie vizuri. Skype. Unanijua? Kiuno kidogo. Unanijua? Mpe. Mwalimu. Ufunuo Yohana 21:12. Zika na hiyo. Nimalizane imada. Wakati wa kuimba kwaya, mimi sio mwalimu wa kwaya bwana. Ufunuo Yohana 21:12. 21:12. Inasema nini? Naam. Samahani. Mwalimu, fanya bidii kidogo bana. Jamaa wa YouTube wale wanangojea hiyo tumalize finishing. 12. Inasema hivi. Safi. Ulikuwa na ukuta mkubwa. Ndio. Mrefu. Safi. Wenye milango 12. Ndio.
Na katika ile milango ndio malaika 12 ndio na majina ndio yameandikwa, ndio ambayo ndio ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Mpe Evans. Yes. Hebu ngoja kwanza nitengeze sauti bwana. Manze, sema imeharibika mama. Hadi sasa inanipeleka mbio kidogo, subiri tu. Sukuma nyingi. Utamaliza tu wewe. Sukuma githeri nyingi. Subiri. Mungu kaweka ulinzi. Yes. Israeli, sawa? Walinzi aliyoweka Mungu ni malaika, sawa? Na ule ukuta ulikuwa na kona ngapi? 12. Parudie sasa. Waislamu wasipate shida. Naambia kama bwana ni customer care. Soma. Inasema nini? Safi. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu. Yesu Mungu anaangalia, Biblia inasema kulikuwa na ukuta mmoja mrefu wenye milango 12. Mpe. Huu ukuta ulikuwa na milango mingapi? 12. Na Yesu akatuma kwa kabila 12. Kwa kabila la Israeli. Haya, mpe. Mpe. Tuendelee. Na katika ile milango ndio malaika 12. Mpe. Kumbe katika hizi milango 12 Mungu kaeka walinzi malaika, sawa? Sawa. Wamelinda milango 10 na ngapi? 12. Mwalimu harakisha bana. Maliza. Na majina yameandikwa. Safi. Ambayo ni majina ya kabila 12. Mpe. Kumbe kazi ya Mungu haina makosa. Sawa. Kaweka ukuta na hiyo ukuta ina milango 12. Kisha hizi milango 12 kuna majina imeandikwa, sawa? Wao malaika kazi yao ni kulinda nini? Hiyo milango. Na hii milango imeandikwa majina 12. Mpaka hapo tuko pamoja? Mwalimu, subiri kwanza. Unasema nini? Subiri kwanza. Yaani nasema nini unielewe? Unaangalia tu milango je, unashangaa nitafika kwa madirisha mpaka kwenye roofing na mabati. Mwalimu, na mwanafunzi naomba usome Warumi 10. Warumi 16. Warumi 10:16. Hizi habari mimi sitaki kuzienda kwa sababu reason ya kufanya nisiende huko ndio hii. Ukitaka tuende kwenye Warumi ni barua za Paulo kwa Warumi. Sawa. Mimi sitaki nitumie hayo maneno. Na hii tulia. Hii ufunuaji unatumia. Ufunuo Yohana imeandikwa na Yohana. Kwa kina nani? Kwa kanisa ngapi? 7. Hakuna kanisa 7. Unatumia kanisa 7. Haya, anza Yohana Ufunuo 1:2. Brother. Ufunuo 1:2. Brother. What are you saying, my friend? Nisikilize. Mimi nina akili zangu timamu. Nilichokuhoji kabla sijaanza kutoa maandiko, najua nimehoji nini? Na tulikuwa tunaenda pamoja. Mimi ngoja kwanza. Mimi swali langu ni ndogo tu. Swali langu ni ndogo. Mungu kaweka walinzi ambao ni malaika. Sawa. Wakangoja zile milango 12 za wana wa Israeli. Sawa? Mimi nataka nikuulize swali ndogo. Uliza. Ngoja. Hebu niambie ni wapi malaika walilala wakasinzia? Wao wana wa Israeli, wanafunzi wa Yesu, waliruka wakafika Kenya. Wakati Yesu anasema watakapomfukuza katika mji huu, kimbiliani mji mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia hamtamaliza miji ya Israeli hata japo mwana wa Adamu. Wakati umeniambia Yesu hajarudi. Sawa. Naomba usome Warumi 10:15-16. Haya. Ikisema ulifika Kenya, Waislamu naambieni bye bye bwana. Mimi katika kanisa la Ng'ang'a nitakuwa napiga gitao. Inasema nini? Mwalimu, naam. Ikifika tu kwamba wanafunzi wa Yesu waliruka wakafika Kenya, mimi kuanzia leo na mna rekodi kweli, mimi kwa Kenya kanisa la Ng'ang'a nitakuwa napiga piano. Tena wahubirije wasipopelekwa kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Lakini cheki. Naam. Abdullahi. Naam. Angalia.
Nimesema sina muda wa kupoteza, mpe Yusufu maiki sasa. Yusufu, habari gani bwana? Salama. Unaendeleaje? Poa. Naomba tuende tu pole kama tulivyokuwa tunaenda na Evans. Labda baadaye tuhepane tu. Ngoja kwanza mwalimu, unajua kitu moja umefanya. Subiri kwanza. Leo umeongea mzuri na huyu na nimeona leo at least kuna order katika muhadhara. Asante. Sasa subiri Yusufu. Yusufu, unaona hivyo ulivyo? Sasa hivi sio Saidi ulikuwa unamjua. Ni Saidi mwingine. Amebadilishwa na Yesu. Hata sasa Yesu anibadilisha nipeleke wapi? Angalia, istizai tuweke kando Yusufu, naomba. Sawa. Kama utakuwa ni istizai, hii mic tupatie mtu mwingine. Pale umetamka hivi. Mimi nataka niende na maneno yenu. Mwalimu aliposema hao wanafunzi 12 mitume 12, Yesu aliwaagiza akiwaambia, katika nchi ya mataifa msiende, shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Wewe kwa kinywa chako ukasema hivi, Mungu ndio kamtuma nani? Musa. Sitaki niweke nabii ambaye hujamweka, wala sitaki nitumie maneno ambayo hujatumia. Nataka nitumie maneno yako. Hapo ukamwambia mwalimu wangu, kwa sababu Mungu ndiye alimtuma Musa na Yesu katuma manabii mitume 12, maana yake Yesu anakuwa ni nani? Mwalimu, umepata. Mungu alituma Musa kwa wana wa Israeli. Huko nishamaliza. Watu wawili, Musa na Haruni. Huko nishamaliza. Kwanza watu wawili. Sikuwa tusipishane. Musa na Haruni walitumwa wawili kwa wana wa Israeli. Sawa. Walitumwa na nani? Mungu wakiwa mitume. Yusufu. Yesu ametuma 12. Sawa. Mitume. Swali langu likakuwa hivi, ukasema anayetuma anakuwa ni nani? Sasa ndiposa niseme hivyo mwalimu. Ngoja. Ndiposa niseme hivyo. Ningependa nisomewe. Ngoja. Mathayo 10:1 tu. Ngoja tu. Ngoja Yusufu. 10:1 tu. Yusufu, ngoja. Andiko nitakuitisha. Mimi nataka maneno yako yenye umezungumza. So unaona Evans nimeenda na maneno yake, ndio tukaanza kutoleana maandiko. Wewe ukatamka kwa kinywa chako, kwa sababu Mungu kamtuma Musa na Yesu katuma mitume 10 na ngapi? So ukasema Yesu anakuwa ni nani? Sasa ukituma mitume kulingana na mimi, ukituma mitume wewe ni Mungu. Tushamaliza. Yule alituma mitume na si Mungu. Sawa. Nipatie. Sawa. Yusufu, usiniekee mikwara wakati mimi najua nilichokuhoji. Mpe maiki. 4:43 Luka, piga na hiyo. 4:43 inasema, na kesho mniletee wachungaji wachena wakalia benchi hao. Akawaambia, ndio imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Mpe huyu. Nani huyu anasema imenipasa kuhubiri habari njema ya Mungu? Nani huyu? Anayetuma mitume ndio anasema. Ngoja kwanza. Yusufu, ni Yesu. Ngoja kwanza. Mimi nimekuuliza huyu ni nani anayesema imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu? Ni nani? Yesu. Ayampe. Katika maliza. Katika miji mingine ndio pia. Kwa maana hii kwa sababu hiyo safi nalitumwa. Mpe. Na Yesu katumwa na nani? Ametumwa pia na Baba. Ngoja. Baba ametuma Mwana ametuma mitume. Yusufu, subiri kwanza. Yusufu, subiri. Kwa maana hii na Yesu kafanyaje? Ametumwa. Na nani? Ametumwa na huyu. Katika Mathayo. Subiri kwanza Yusufu, soma yako. Wacha na mimi nisome yangu. Yusufu, ngoja kwanza. Mimi pia nisome yangu. Yusufu, subiri. Yusufu, subiri. Wacha nisome yangu. Ngoja kwanza yako tutasoma. Wacha nisome. Hebu nijibu yale tusome. Wacha nisome. Tunasoma. Imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Ametumwa na Baba. Yusufu, ngoja kwanza. Mpe asome ile andiko. Sasa tumesoma. Unajua ushindani hautatusaidia. Na mimi nilikuwa na Evans tu vizuri, tukamaliza vizuri. Hebu mpe asome. Akawaambia, nini? Imenipasa kuhubiri habari njema ndio ya ufalme wa Mungu. Mpe. Yesu anasema imenipasa kuhubiri ufalme wa nani? Wa Mungu. Sio Baba. Ufalme wa Mungu. Sio Baba. Si imesoma watu wamesema. Anasema wewe umetuambia katumwa na Baba. Sawa? Tusibishane. Hatubishani. Anasema kwamba anahubiri ufalme wa Mungu. Na wewe umetuambia katumwa na nani? Na Baba. Hapo kumetajwa Baba au
neno Mungu. Basi. Kumbe Yesu imempasa kuhubiri habari njema ufalme wa nani? Mungu. Si amesema hivyo? Kwa maana hii nimefanyaje? Ametumwa.